timiza. Mungu aliangalia maombi ya Hana kwa sababu hakulipiza kisasi. Utapata huyo mtoto, hiyo spirit ya chuki imetoka kwa mama, anatembea nayo maishani mwake. Kila anapotembea mahali rejection, kila anapoenda hapa rejection, kila anapoenda kuulizia kazi rejection. Akambariki Hana kwa sababu aliangalia ombi lake akatimiza. Mungu aliangalia maombi ya Hana kwa sababu hakulipiza kisasi na Penina. Mungu akambariki Hana kwa sababu alitimiza ahadi zake. Mungu akambariki Hana kwa sababu Hana akiwa madhabahuni alikuwa anahubiri, alikuwa anaomba tu chenye kinampendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwezi kuja kwa madhabahu ukapiga goti ukasema Mungu nimekwazika. Maana by the way, maombi mengi jamani tuangalie sana. Wakati unapokuja kwa nyumba ya Mungu kuombea adui yako mazuri, unamwombea mabaya. Unasema Mungu sabaratisha, Mungu katakata, Mungu haribu, Mungu nifasi. Unaombea adui yako mabaya kama ombi yako haitafika mahali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wote tukienda madhabahuni na kumwombea adui zetu, Mungu msamehe adui analotenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu samehe fulani, hakika amenikwaza, lakini moyo wangu sitakubali kuazike, maana ninataka neema yako. Ninataka nikikuomba Mungu sikia maombi yangu. Ninataka nikifunga maombi haya kubariki mbele zako. Ninataka maabudu yangu afike kwako. Kwa hivyo sitapata nafasi ya kuweka fulani katika moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mkoba. Huu ni mkoba. Sasa una kidogo. Eka funo moja. Funga funo moja hapo. Umefunga baraka zako lakini si wewe. Bwana Yesu asifiwe. Naona nataka muelewe, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Angalia watu Desta. Amefunga baraka zake. Kisa na maana anakumbuka Recho wa kitambo. Hakumbuki Recho wa sahi. Alinikwaza, ana uchungu, amefunga. Haya, mwingine anasema mimi wajua kila nikipita pale nasalimia yule mama, lakini akipita anisalimii. Kwa hivyo mimi simsalimii. Eka fundo lingine. Amefunga amani ndani ya moyo wake. Hizo ni fundo ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Twende la tatu. Unajua mimi nilisikia mamangu alikosana na mama fulani. Na huyo mama kila nikikutana naye ananiangalia vibaya. Siku moja nitakuja kuanzana na yeye. Nitakuja pambana na yeye. Maana hanipi chochote, haninyweshi wala hanilishi. Kwa sababu umebeba madhabahu za mamako, eka fundo lingine. Eka tu, endelea kuweka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa huyo amefunga nyumba yake. Hiyo ni ngapi? La nne. Ila tatu ama la nne? Haya, twende la nne. Wewe ulitoka kanisa lingine, ukaja kwa kanisa hili, ukaja na makwazo. Mwanzo kitu cha kwanza ulikwazwa na mtumishi, ukasahau mtumishi ni binadamu kama wale wanaenda kupata pale. Ukapata mtu akakukwaza kidogo, ukasema mwanzo kuanzia sasa siendi hiyo kanisa, situmiki, nitakuwa na kakule nyuma mwanzo. Kule nyuma nitakaa na kakule nyuma, siendi, sifanyi. Eka fundo, amefunga huduma zake zote, amebaki wa kawaida. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaelewana? Ndio. Tunaelewana? Yes. Haya, tuendelee. Wewe ni mama, umeenda kupata mama fulani kwake. Huyo mama anapitia mapupa, anapitia majaribu. Sasa na umeokoka, badala ya kuwa uende kwa yule mama, umpe pole muombee, unatoka hapa unaenda kwingine unamtangaza. Wajua yule mama fulani hajui kuomba. Yule mama fulani kama hajaokoka. Yule mama fulani sijui yukoje, yule bado hajakamilika kuwa mtumishi wa Mungu. Eka fundo, huyo amefunga nyumba yake huyo. Amen.
Hizo ni fundo gapi? 5. Ni ngapi? 6. Mpaka kaishi. Nataka kaishi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 6. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani tunaelewana. Ndio. Haleluya. Bwana asifiwe. Umetoka hapo, umekwazika. Kwa mfano, umeona mtoto wako amepigana na mtoto wangu. Hiyo ni kitu haifai kukukwaza, lakini ukikwazika kiasi cha kwamba umeweka bitterness ndani ya moyo wako na kusema ya kwamba sitaki kukuona ukicheza na mtoto wa fulani, mwanzo nikikuona karibu naye nitakucharaza. Na mtoto, kwa sababu umeupa hizo roho, umemrushia hizo roho za chuki, utapata huyo mtoto, hiyo spirit ya chuki imetoka kwa mama, akatembea nayo maishani mwake. Kila anapotembea mahali rejection, kila anapoenda hapa rejection, kila anapoenda kuulizia kazi rejection. Eka fundo. Umefungia nani? Umefungia nani? Hebu angalia huo uzi. Angalia tu mami, unaambia uzi na kazi. Onyesha watu Esther. Unaangalia huo uzi. Nakaa vibaya. Unakaaje? Vibaya. Tunakaa vibaya. Sasa huo uzi si maisha yetu. Maisha yetu yako na mafundo. Tulifundishwa hapa mambo ya mafundo. Sana sana mafundo yanaletwa na unforgiveness. Haya mafundo yakijaa maishani hivi, hakuna vile tunaweza fanikiwa. Hakuna vile tunaweza fanikiwa. Hakuna vile tunaweza inuliwa hata kihuduma. Hakuna vile tutakuwa ambao wanakuwa katika huduma zetu. Tutabaki wachanga wa roho. Sema wachanga wa roho. Wachanga wa roho. Sema wachanga wa roho. Sema tunakataa. Nakataa. Sema tunakataa. Nakataa. Bwana Yesu asifiwe. Tabia chanya yako, wasamehe na uachilie. Wasamehe na uachilie. Mfano mwingine, uko hapa labda ulifanya kazi kwa kampuni, lakini siku moja tu pasipo kujua wakakupa sack letter. Ukasikia wajua nini? Nimefutwa kazi. Umefutwa kazi kwa sababu labda Mungu anakupenda zaidi, anataka akudirect mahali pazuri zaidi ya pale ulikuwa. Wewe naye kwa sababu umepewa sack letter, unaanza kubeba wale wakubwa. Unaanza kuweka ndani ya moyo wako. Unaanza kuweka ndani ya nafsi yako. Hauwezi ukaomba Mungu nifungulie njia. Unaomba Mungu ng'ang'ana pambana na hawa wamenifuta kazi. Bwana Yesu asifiwe. Unastahili kuwasamehe na kuwaachilia ili Mungu aweze kukufungulia njia nzuri. Maana maybe Mungu amekubali pewe sack letter ili akupe njia ya kufungua biashara nzuri. Amina. Si tunaona wengi wanafanywa hivyo. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema mass rejection provoke God direction. Unapokataliwa na mwanadamu, ndipo Mungu naye anachukua nafasi ya kukudirect. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakuna haja ya kuhold grudges. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie Yesu makofi. Tuko pamoja. Ni basi Esther. Hiyo ni mafundo na shindo kwa jina la Yesu. Hayo mafundo yatoke ndani ya mioyo ya watu. Ni lazima tuombe maombi yaliyo na matunda. Lazima tuombe maombi yaliyo na matokeo. Na ni kuangalia ni mlango gani ambao umefunguliwa, tuitishe damu ya Yesu iweze kusil all that doors. Forgiveness. Mungu mwenyewe ndiye alianzisha. Wakati alipotoa mwana wa kipekee, hakuwa na hatia, lakini akakubali kwa ajili yetu. Kwa hivyo msamaha ulitokana na Mungu. Wewe naye leo hii umekosana na mzazi wako, umelaaniwa, unaanza kwenda wapi? Kufanya nini? Kuvunja nini? Madhabahu kwanza ya msamaha. Samehe jana madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine walilaaniwa na wenzi wao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na huu ni ukweli mtupu. Walilaaniwa na wenzi wao. Sasa Mungu, msamaha ndio silaha kubwa sana, inaweza kukufungua katika vifungo. Ulikosana na mtu, badala ya kurudi mwambie nisamehe, na si lazima mwambie nisamehe, yule mtu muachilie. Msamehe na uachilie kabisa. Hayo matatizo yanafanya ulipe fio kimbie, yatakuishia pasipo kujua. Na huo ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna
by forgiveness ni kazi ya bure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaelewana watu wa Mungu? Ndio. Tuko pamoja? Uliza jirani yako tuko pamoja? Muulize unasikia kuhusu msamaha? Mwanzo hizi nyumba familia tumetoka ndio zimebeba mama. Hizo zina vituko, mikoba imejaa huko. Tulikosana na baba mdogo kwa sababu ya shamba. Tulikosana na mama mdogo kwa sababu ya hili na hili. Umekuja town ukaja ukasema nimeokoka unaanza kwenda kanisani. Lakini charity begins at home. Rudi pale kwa msamaha, achilia kila mmoja. Tunapoingia hapa tunakuwa takatifu wa Mungu. Amina. Samahani wa Yesu. Alisema, oh God, forgive them. Who? Mimi na wewe, akina nani? Offender and offended. Bwana Yesu asifiwe. Alisema wasamehe wote. Na akasema pia sisi tusamehe. Tusamehe wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akasema katika kitabu cha Yohana, tukisema ya kwamba tunampenda Mungu pasipo kumpenda ndugu yako, tutakuwa tunadanganya. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi sema ya kwamba unampenda Mungu na umpendi ndugu yako. Kwa nini? Huwezi sema unapenda Mungu na hujamuona na huyo ndugu uko naye hapo unamchukia. Msamehe kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Katika siku ya leo tutaenda kung'oa mizizi. Amina. Mizizi ni kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mizizi ni kuachilia. Ukio siku nyingine tunafanya tu kukata hapa juu, huko ni kusamehe. Lakini mizizi ni huko kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema aidha una hatia ama hauna hatia, haufai kutosamehe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Omba maombi ya msamaha. Kitu cha kwanza unapopiga magoti, Bwana nimekosea nisamehe. Kwanza chunguza umekosea nani na nani. Kwanza chunguza moyo wako, ni nani aliyenikwaza, nilimkwaza nani. Chunguza moyo wako, ni wapi kuna mtu analia ni kwa sababu yangu. Ni wapi kuna fundo ambalo linaweza kuwa sababu ya maombi yangu kutofikia Mungu. Inaweza zuia maombi yangu kuwa manukato mbele za Bwana. Kwanza rudi pale kwa mzizi, moyo mzizi, na Mungu ataweza kusikia maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shetani ni mbaya, shetani ni mbaya. Shetani anataka tu afunguliwe kwa mlango kidogo ili kaweze kuwa sababu. Kutosamehe ni sababu ya shetani kutesa maisha yetu. Amen. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikiwa kuna ndugu yako hujaachilia, ikiwa kuna ndugu yako hujamsamehe, ujue hakuna msamaha wote Mungu anaweza kusikia. Hawezi akakusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Na katika hili wengi wameshindwa kukua kiroho kwa sababu hatujaachilia watu. Kwa sababu hakuna vile unaweza sema kwa unampenda Mungu, unataka Mungu akusamehe na haujaachilia watu. Kwa hivyo Mungu hawezi akaruhusu ukakua kiroho. Unabaki tu mtoto wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na wengi tutavuka ule mpaka. Wajua kila mtu katika maisha kuna mipaka tumewekewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha niwaambie kitu. Kunaweza kuwa mpaka katika maisha yetu. Mpaka tu. Sisi tunasema ni madhabahu ya nyumbani. Tunasema ni laana za nyanya, ni laana za babu. Lakini huo mpaka tutavuka wakati tutajua hili neno la msamaha. Unaweza vuka hata saa hii. Unaweza vuka hata jioni. Wakati utakaposhika hili neno la msamaha, useme kuanzia saa hii, Mungu, ninajua hakika ninapitia vifungo vingi, ninapitia majaribu mengi, lakini inaweza kuwa ni kwa sababu sijasamehe. Inaweza kuwa nina uchungu wa kitambo. Inaweza kuwa nina wivu ndani yangu. Inaweza kuwa nina grudges. Inaweza kuwa nimekwazika. Unless ujiulize maswali, huo mpaka hatuwezi vuka. Utapata tunaenda, tunaomba, tunafuga, tukifika kwa mpaka tunarudi nyuma. Utapata hata kama umeokoka, unaomba maombi mengi, lakini kuna boundaries. Ukienda kuvuka, unarudi nyuma. Saa ingine tusizigizie mambo ya madhabahu. Saa ingine wacheni tujiangalie kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hiyo damu ya Yesu inaweza kuwa bure kwako kama haujui kusamehe, kwa sababu hiyo damu ilimwagika kwa sababu ya dhambi zetu, ilimwagika kwa sababu ya uovu wetu, ilimwagika kwa sababu ya upungufu wetu. Lakini kwa sababu hatutaki kusamehe wengine, hiyo damu inaweza kuwa bure kwako. Sema tunakataa. Tunakataa. Sema tena tunakataa. Tunakataa. Bwana asifiwe. Amen. Wacha tupate faida ya nguvu ya damu ya Yesu. Na hii faida tutaipata tutakapoenda kusamehe wenzetu. Hii faida tutapata tutakapoenda kuachilia wenzetu. Hii faida tutaipata wakati tutajua kutokwazika. Amen. Tutamjua faida yake wakati tutapenda wenzetu. Amen. Tutajua faida yake wakati tutaacha kukasirikia bitterness. Sema tunakataa bitterness. Moja bitterness ndio imeharibu. Hiyo bitterness ndio imefanya unapata hata wanasiasa kwa sababu huyu aliniibia kura. Mimi nilikuwa na kura hii. Huyu aliniibia. Hata nyamaza tu hivyo bitterness. Na siku moja atakavuta wakora. Waende wakaangamize hiyo. Amen. Ndio maana nimesema vifo vingine si vya Mungu. Unforgiveness, bitter, envy, anger. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizo zinasababisha hivyo vifo. Hata magonjwa mengine, unaona magonjwa mengi ukichunguza ni kukosa msamaha. Ukichunguza ni kukubali kukwazika. Ukichunguza ni kubeba wengine. Waweza kuwa hauna nguvu za kubeba watu. Hata wachawi unawaona, hata hawa waganga unawaona, wamejawa na hiyo roho ya jealousy, wamejawa na hiyo roho ya forgiveness. Ndio unaona unaweza shika kusamehe mtu, ukaenda kwa mganga kama vile nataka angamiza fulani. Na nimekuja niangalie kwa kioo, ni nani anayenisema vibaya? Kwa sababu ukiangalia utakuwa ni huyu, ni lazima kuwe na mazao. Unataka tumfanye nini? Tumuue. Unforgiveness, jealousy, envy, anger, pain of the past, bad feeling toward others. Nasema tukatae kuanzia leo. Amen. Usiangalia mtu hivi ukasema nasikia kumchukia. Unaweka fundo. Na nataka kila mtu aanze kuangalia maisha yake. Uhesabu na mafundo mangapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama ni mtu aliyeua mtu wa kweli, akamuua na mkajua kabisa alimuua yeye, ni lazima tusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu alikufa kwa sababu yangu na wewe. Na Bwana na sisi ndio tulimuua. Usiseme ni Mafarisayo na Masadukayo. Maana hata tungekuwa pale tungekuwa kwanza kushika mkuki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati unakwaza mwenzako, nimesema wakati unakwaza mwenzako ni kama unapiga Yesu mkuki. Amen. Wakati unapokosa kusamehe mwenzako ni kama unamnywesha Yesu ile dhiki. Amen. Pamoja watu wa Mungu. Amen. Maana Yesu alisema utakapofanya kati ya hawa umenifanyia mimi. Kwa hivyo ukisamehe mwenzako umemfanyia nani? Yesu. Ukipenda mwenzako unafanya nini? Napenda. Ukimsaidia mwenzako unamfanyia nani? Yesu. Na ukimkwaza mwenzako Namkwaza Yesu. unamkwaza nani? Yesu. Na huyo Yesu ndio tunakimbilia kwake atusamehe. Huyo Yesu ndio tunakimbilia kwake katusaidie. Tukuza maisha yako, ni mafundo mangapi uko nayo? Ni hesabu ni mafundo mangapi niko nayo? Huu ni wakati, na wakati ndio huu. Tuweze kumwita Mungu atusaidie kufungua mafundo. Tunataka njia iliyonyooka. Tunataka wokovu ulionyooka. Tunataka Ukristo ulionyooka. Tusikwazika kwa jambo lolote lile. Yesu hakukwazika. Alisema wasamehe wote. Kati yako kati yangu. Waliokwaza wote aliwasamehe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Petro wa kwanza 3:9. Watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndio mlioitiwa ili Baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna baraka sote tunataka kurithi. Amen. Ni baraka za kiroho, ni baraka za kimwili. Bwana Yesu